Yule kipofu Batimayo alikuwa maskini, alikuwa ombaomba, alikaa mahali pamoja kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuona. Kumbe shetani akitaka ukae mahali pamoja, usipige hatua kimaisha, akitaka uwe ombaomba, uwe maskini, kile ambacho anadili nacho kwanza ni macho yako. Akitaka ukose maono kwenye maisha yako, akitaka ushindwe kujizuia, maana tumesoma kwenye kitabu cha Mithali 29 na ule mstari wa 18 kwamba pasipo na maono watu ushindwa na kujizuia. Akitaka ukose self control ya kujizuia kwenda katika dhambi, kwenda katika mabaya, kwenda katika mambo ambayo hayafai, kwenda katika njia ambazo ni njia mbaya, njia za mauti, kile ambacho anakifanya shetani huwa anahakisha kwamba number 1 anaondosha macho yako. Samsoni kabla hajafanywa kuwa mtumwa, pamoja na kuwa alikuwa na misuli ambayo ilikuwa inasumbua Wafilisti au kukabiliana misuli yake, maana waliona umuhimu wa misuli yake, lakini walimtoboa macho. Walimtoboa macho kwa sababu walijua kwamba pamoja na kuwa ako na misuli, lakini kuna kitu kingine ako nacho cha maana sana, ambao ni macho yake, kwamba wakimtoboa macho wanaweza wakatumia nguvu zake, wakatumia misuli yake, kwa sababu watakuwa wamemutoa katika maono yake, watakuwa wamemuondoshia maono yake. Kwa hivyo watamtengenezea maono mengine tofauti, watamdivert katika njia zile ambazo wenyewe wanataka. Ndio maana baada ya kuwa wamemtoboa macho, maandiko yanasema ya kwamba walimpeleka akaenda kusiaga ngano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe baada ya kuwa shetani amekutoboa macho yako, ukawa uwezi ukaona, cha pili ambacho kinafuata, huwa anakupeleka kwenye njia zake, anakupeleka kwenye utumishi wake, unaanza kumtumikia. Wewe ni mtu ambaye umekuja hapa duniani ili kuhubiri Injili, umekuja hapa ili kuwa daktari, kuwa mwalimu, lakini unajipata kwamba unakuwa mwasherati, unakuwa mtu wa kukunywa, wa kulewa, unakuwa mtu wa kufanya ibada sanamu. Shetani anaanza kutumikisha kwa sababu tayari ametoboa macho yako, ukawa hauna maono, hauna vision kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho ya mtu yana uhusiano wa karibu na mafanikio ya mtu. Yule kipofu alikaa mahali pamoja, akawa ombaomba, akawa maskini, akawa mtumwa wa kukaa mahali pamoja na kuombaomba kwa sababu alikosa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome ule mstari wa 47 tuone unasemaje. Maandiko yanasema hivi: naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Yule kipofu alipokuwa amekaa pale kando ya barabara akiwa anaombaomba, maandiko yanasema ya kwamba akasikia kwamba ni Yesu mwana wa Daudi anapita. Maandiko yanasema ya kwamba akaanza kupaza sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Akisema, mwana wa Daudi unirehemu. Pamoja na kuwa huyu kipofu alikuwa na uwezo wa kuona, akajua kwamba ndio ana uwezo wa kuona, hawezi akamuona huyu Yesu, lakini ako na uwezo wa kusikia, lakini pia ako na uwezo wa kuongea. Mara nyingi Mungu hawezi akakupea vyote, lakini kuna kimoja ambacho amekupa, ambacho ndio potential, ndicho unaweza ukakitumia ukapata kile ambacho hauna kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kuwa kwenye ule mkutano kulikuwa na watu wengi walikuwa maskini, walikuwa tasa, ndoa zao zilikuwa zimefunjika, wengine walikuwa wangojwa, yule kipofu Batimayo ndiye alielewa potential yake ambao ako nayo, ile ambao anaweza akaitumia
ili apate kile ambacho ana kwenye maisha yake. Maandiko yanasema aliposikia ya kwamba Yesu anapita, akapaza sauti. Jambo la kwanza, amejua kwamba kuna potential ako nayo. Kuna kitu ambacho Mungu amempa, pamoja na kuwa alimnyima macho, lakini amepewa uwezo wa kusikia na uwezo wa kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu katika maisha yako, pamoja na kuwa utaangalia unaona kwamba haujapewa kuwa mwimbaji mzuri kanisani, haujapewa kuwa msomi sana. Wewe ulikuwa ni mtu ambaye uelewi sana kanisa ukiwa shuleni, pamoja na kuwa haujapewa hivyo, lakini kuna kitu ambacho Mungu amekupea cha kipekee ambacho mwenzako hana, hata yeye anahitaji awe nacho. Yule kipofu Bartimayo akaelewa kuna potential ako nayo, ambayo ile potential akiitumia anaweza akapata kile ambacho ana kwenye maisha yake. Ni nini hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako? Maana hakuna mtu wa bure, hakuna mtu ambaye alitoka mbinguni bure akiwa hajapewa kitu cha maana kwenye maisha yake. Kuna wengine wamepewa tumbo la uzazi, kwamba wewe kuzaa sio shida. Ujue kuna mtu mwingine ambaye hata kupata mtoto mmoja ameomba, akafunga, akatoa sadaka, akafanya chochote, akaenda kwa madaktari wote, haijawezekana. Kile ambacho Mungu amekupa ili ukitumie upate kile hauna kwenye maisha yako. Yule kipofu, maandiko yanasema ya kwamba aliposikia ya kwamba Yesu anapita, akaelewa, mimi nimepewa uwezo wa kusikia, nimepewa uwezo wa kuongea. Kwa hivyo akapasa sauti, akamwambia, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaomba rehema za Bwana kwa sababu amekuja kugundua kwamba kuna kitu ambacho angehitaji rehema za Bwana kwenye maisha yake. Kwanza, rehema ni nini? Rehema, ama niseme neema ni nini? Neema ni kitu ambacho unapewa bure, ambacho haukustahili, lakini pia haujakilipia kile kitu ndio ukuwe nacho. Maandiko yanasema tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema ambayo itatusaidia wakati wa mahitaji. Kuna kiti mbinguni kitwa kiti cha rehema, ambacho kile kitu unakaribia kwa ujasiri, kwamba upewe vitu ambazo zile vitu hujastahili, lakini ni haki yako uvipate pale. Yule kipofu Bartimayo akaelewa kuna kitu ambacho sio kwa nguvu zake akipate, lakini atahitaji Yesu tu amsaidie ili apate kile kitu. Akajua kwamba hiki kitu kinaweza kipatikana kwenye kiti cha neema, ambacho kile kiti kinapatikananga mbinguni. Lakini Yesu ni mfalme, ambaye mfalme akiwa karibu, kitu chochote ambacho unakihitaji katika ufalme wako unaweza ukakipata. Kwa hivyo akajua Yesu anapita, na huyu Yesu ako na neema tayari. Kwa hivyo anaweza akapata hiyo neema. Akamwambia, Yesu mwana wa Daudi, naomba ukapate kunirehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kitu nataka uelewe hapa. Sasa nataka tusome ule mstari wa 48. Nasema nini? Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Baada ya kuwa yule kipofu ameelewa kwamba Yesu anapita, maandiko anasema ya kwamba akapaza sauti. Watu walianza kumkemea ili kwamba anyamaze. Wakati ule alikuwa amekaa chini akiwa na mateso yake haoni. Wakati ule alikuwa ombaomba akiwa maskini. Watu walikuwa wamekaa kimya na hawakuwa na shughuli na yeye. Lakini wakati ule alianza kufuatia hatima yake. Wakati ule alielewa kwamba ana macho na kuna mtu anaweza akampea macho. Akaanza kupaza sauti ili apate macho yake. Maandiko yanasema ya kwamba watu wakaanza kumnyamazisha. Wakati ule kwenye maisha yako utakuwa determined kutafuta kile ambacho hauna kwenye maisha yako. Wakati ule utajua hatima yako, wakati ule utajua kile ambacho hauna na unakihitaji ukipate na uanze kukiendea. Ujue kwamba kuna watu ambao wataamua kukuinukia. Kuna watu ambao wataamua kukunyamazisha. Kuna watu wataamua kukuendea ili wakusimamishe usije ukapata kile ambacho unahitaji kuwa nacho. Lakini maandiko yanasema ya kwamba yule kipofu alizidi kupiga